Ndiye mkalimani kwa lugha ya ishara. Watu 8 zaidi wamefariki kwenye ajali za barabarani, huku idadi ya watu waliofariki tangu kuanza kwa mwaka huu ikifikia watu 31. Ajali hii ya hivi punde ilitokea eneo la Fort Tenan huko kaunti ya Kericho, ambako watu 6 wamefariki baada ya basi kugongana na trela. Ni siku 6 tangu mwaka 2026 kuanza, na ajali zinazidi kushuhudiwa barabarani kila uchao na kuacha familia mbalimbali na makovu, wengine wakiwa na majeraha mbalimbali. Mapema leo ajali nyingine ilisababisha maafa ya watu 6 katika kaunti ya Kericho. Manusura 25 wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kericho. Manusura hao walikuwa miongoni mwa abiria 64 waliokuwa kwenye basi lililogonga trela eneo la Tunnel Mendera, barabara ya Londiani. Hata huyu dereva ni kama alikuwa amesinzia kidogo ndio akaingia kwa trela nyuma. We managed to take 33 patients to Fort Tenan sub-county hospitals where patients were stabilized. Then after that, the ones who really needed specialized care were taken to the county referral hospital. Abiria wa basi wanamlimbikizia lawama dereva wa basi hilo ambaye anadaiwa kuendesha gari kwa kasi. Driver wa pili mwenye alikuwa anatuendesha alikuwa anaenda kwa mwendo wa mbio, alikuwa na concentrate kwa simu, ana chew. Watu walikuwa na complain ndani ya gari vile alikuwa anapita kwa bumps, but alikuwa anasema tu sorry, lakini kitu yenye alikuwa na ignore. Ile kitu ningeomba ni kwamba madereva wafuate sheria za barabarani, kwa sababu kuna alama za barabara ambayo inaonyesha ni area ambayo iko na mteremko na iko na kona kali. Kwingineko katika eneo la Kimende, kaunti ya Kiambu, wanafunzi 45 walinusurika mapema leo baada ya basi walimokuwa kupoteza mwelekeo na kubingiria. Wanafunzi 10 wanapokea matibabu katika hospitali ya Kijabe. Inaonekana huyu dereva ni kutoka kwa akili. Maybe hata si kupenda kwake to cause this accident, but because of the tiredness in the cause this accident. So mimi kwa SACCOS, NTSA, wote long distance car they should have to drive us. Katika eneo la Block 4 kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret, watu 2, mhudumu wa bodaboda na abiria wake, waliaga dunia baada ya kugongwa na trela lililokuwa linaelekea upande wa Nakuru. Miili ya wawili hao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Eldama Ravine. Marian Nyambura, runinga ya Citizen.